na nje kidogo kuna utofauti wa hali ya juu kwa sababu wenzetu jinsi wanavyojiandaa na event, yani matamasha yao ya mapambano yao jinsi wanavyoandaa vizuri, ushaona. Kwa kuna utofauti kidogo, lakini na maandalizi mengine nilipofika Saudi Arabia kidogo maandalizi yalikuwa mazuri, kwa sababu kabla sijafika Saudi Arabia nilitoka Tanzania, nilifika Dubai kwenda kuweka mafunzo zaidi. Niliweka kambi pale Dubai zaidi ya mwezi mmoja kwa ajili ya maandalizi zaidi ya kwenda Saudi Arabia kwenye mashindano. Changamoto nilizokutana nazo, changamoto ni za kibinadamu. Siku zote katika maisha huwezi ukafanikiwa bila kukutana na changamoto. Kwa changamoto zilikuwepo, lakini namshukuru Mungu nimeweza kukubaliana nazo mpaka hapa nilipopata matokeo. Kwa kikubwa nimeweza kufika Dubai salama, nimeweza kutrain vizuri, na pia nimeweza kutoka Dubai kwenda Saudi Arabia nilifika salama, na niliweza kuizoea hali ya hewa ya kule. Ni hali ya hewa ni kama ya nyumbani tu. Naweza kuizoea hali ya hewa ya kule, na nilikuwa tayari na mchezo, na namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka siku ya pambano lilipofika, na nimeweza kufanya kitu kizuri mpaka kuipeperusha bendera yangu ya Tanzania, pia na kuonesha kitu kizuri kutoka kwangu, na mashabiki wa kule pia wamependa performance yangu ya mchezo. Kwa nashukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Juma Choki. Mimi nilitrain kwamba mimi kama mimi, kwa sababu ni mashindano yana utofauti kidogo, tofauti na unavyoambiwa bwana Juma Choki kuna game same fulani, bondia unapigana naye ni huyo. Hiyo ilikopo ni kama formula ya amacha fulani, kwamba mpinzani nilienda kumjua pale siku ya kwenda kupima uzito, ndio tulipangiwa wapinzani pale. Kwa ninachomshukuru Mungu kwa sababu maandalizi yangu yalikuwa mazuri na yalikuwa makubwa yale ya juu, na nimeweza kukubaliana kushindana naye kushindana naye nguvu, kila kitu, na namshukuru Mungu nimeweza kuchukua matokeo kutoka kwake. Katika boxi au katika maisha tu ya kawaida inabidi nidhamu. Nidhamu ndio kila kitu. Nidhamu kwa kile kitu tunachokifanya, nidhamu kwa jamii unaoishi nao nyumbani, nidhamu kwa kila mtu usomjua. Mimi naamini unaweza kufika mbali kwa kitu chochote tunachokifanya. Kwa kama mimi ningependa kuwashauri maboxer wenzangu au wana michezo kwamba tu focus sana katika kitu tunachokifanya, afu kitu tunachokifanya tuweke nidhamu ya hali ya juu, tufuatishe miko yake. Kama box inahitaji miko yake, hii haitaki, na hii inahitaji, inabidi tufuatishe hivyo. Tukifanya hivyo tutafanikiwa na tutatengeneza mabondia wakubwa kutoka Tanzania, kwa sababu mimi naamini nyumbani kwetu Tanzania sisi tuna maboxer wakubwa, lakini tumekosa tu vitu kama hivyo, yani kama labda tuseme vitendea kazi, majimu yale yanahusisha kuhusu boxi tu, unajua, na vitu vingine na wadhamini kujitokeza hivi mbalimbali. Lakini mimi naamini kama tukipata vitu kama hivi hapo tutafika mbali, na Tanzania kuna maboxer wakali bro. So mimi tu Juma Choki kuna wengi wazuri, unajua, lakini tu wamekosa tu taaluma hiyo, labda kwa respect na kile kitu unachokifanya, ushaona. Ndio hiki kitu kama hiko bro. Muda wa kusiku kupima uzito, yani wanaenda sana na muda. Mimi naamini kama kifano inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia nikifanikiwa kufika mpaka finali katika mashindano ya WBC Grand Prix, mimi naamini milango mingi itafunguka huko kwetu Tanzania. Mimi naamini masponsor wengi watatoka nchi mbalimbali kuja kuwekeza Tanzania. Kwa mimi naamini wa Tanzania, mimi naomba niombee dua sana kwa hii nafasi niliyofikia, kwa sababu nimefika tu 16 bora. So mchezo bro, nawakilisha taifa la Tanzania. Alafu ni mashindano haya ni kama hii ni klabu bingwa ujue. Hii yani mashindano ya dunia bro. So mchezo, ushaona. Kwa mimi kikubwa ni kuomba Tanzania wanaombe sana dua. Mimi naamini nikifanya vizuri katika mashindano haya milango mingi itafunguka huku kwetu Tanzania. Masponsors watatoka mbalimbali kuja kuwekeza Bongo, na vitu vingine vitaendelea kupitia mchezo wetu wa box. Na sisi kidogo kwenye box tutakuwa tuna afueni fulani, kama tunavyoona wenzetu wana muziki, wacheza mpira, kidogo tutakuwa na sisi afueni, kwa sababu bado hatujapata yule mtu wa kuweza kuonesha kitu na kije kuwafaidisha na watu wengine huko nyumbani Tanzania. Mimi naamini Mwenyezi Mungu akinijalia kufika mpaka finali na nikachukua, milango mingi itafunguka kwa wacheza boxer hapa nyumbani Tanzania, na event nyingi kubwa mimi naamini zitaandaliwa Bongo hapa. Napenda kwanza ndugu zangu wa Zanzibar, kwamba mimi mwenyewe sometime nikitoka katika harakati zangu za boxing, nikitaka kutulia lazima niende Zanzibar bro, unajua. Kwa mimi shukrani kwa ndugu wa Zanzibar pia nawapenda. Naamini kuna mashabiki zangu Zanzibar wananiombea dua usiku na mchana, wananiombea kila hali niweze kufika kwenye karia yangu hii ya box. Pia shukrani za dhati pia ningependa kumshukuru Rais wa Zanzibar
Pia ningependa kutuma salamu zangu za dhati pia kwa Dr. Hussein Mwinyi, ni rais wa Zanzibar. Pia ningetaka kumwombea kila laheri mzee wangu. Mimi naamini kijana wake Juma Ramadhani Choki anaweza kupambana vizuri na anawakilisha Tanzania, anawakilisha Tanzania bara na pia anawakilisha Tanzania visiwani. Pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, kijana wenu Juma Ramadhani Choki na ipeperusha bendera hii ya Tanzania katika mashindano ya WBC Grand Prix. Kwa hiyo naombeni dua zenu, na mimi nakuombeeni dua zenu, na mimi nakuombeeni dua sana kwa awamu hii ya mwaka 2025 mwezi kupita katika uchaguzi mkuu. Dr. Hussein Mwinyi uweze kufanikiwa, Mwenyezi Mungu aweze kukujalia uweze kupata matokeo vizuri katika uchaguzi wako, na mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uweze kushinda na mitano tena mama yangu, kazi bila kuchoka.